na nusu. Shabiki wa Simba wanaweza, na hii mechi ni tofauti na mechi ambayo wanakwenda kucheza wengine. Hii ni mechi ambayo unajifaharisha shabiki wa Simba. Hii ni mechi ambayo unaenda ukiwa unaenjoy, unaenda ukiwa unafurahi, unaenda ukiwa unajiamini. Hasa kwa nini usilipe shilingi 250,000 kwenda kukaa mzunguko? Viingilio katika mchezo wetu huu shilingi 250,000 Tanzanite, ambayo hii atakayelipa shilingi 250,000 atapatiwa gate pass, jezi moja ya chaguo lake, pamoja na tiketi ya VVIP ambayo itamwezesha kukaa kwenye daraja la juu kabisa la uwanja Benjamin Mkapa, pamoja na vyakula na vinywaji kede kede kwa muda wote wa dakika 90. Mtu yoyote ambaye anahitaji kuingia kifahari siku hiyo uwanjani, kuingia na gari lake uwanjani, basi anatakiwa kulipa shilingi 250,000. Tutampatia zawadi ya jezi ya kuscan, tutampatia chakula, vinywaji, na atakaa eneo la VVIP kumwangalia mnyama anafuzu kwa mara ya 7 hatua ya makundi ya michuano ya Afrika. Shilingi 150,000 hii ni kwa platinum, ambapo hii platinum shabiki atakayelipa 150,000 kwanza ataondokea hotelini, kwenye hoteli ya nyota 5 ya hapa Dar es Salaam, atapelekwa mpaka uwanjani na king'ora, akiwa kwenye basi safi lenye klasi ya hali ya juu. Ataondoka pale, watapelekwa mpaka uwanjani, wataangalia mechi. Akiwa uwanjani kunakuwa kuna siti zao maalum za kiplatinum, wanapata vyakula, wanapata vinywaji, wanaenjoy, wanafurahia kweli kweli. Mechi ikimalizika, wanarudi kwenye mabasi yao mdogo mdogo, wanarudi mpaka hotelini, wanachukua magari yao, wanaondoka nyumbani, mnyama akiwa ameshafuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Atakayelipa shilingi 150,000 atapatiwa usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani, atapatiwa escort ya polisi, atapatiwa jezi ya chaguo lake kutoka Jeruti, na atapata vyakula na vinywaji anapokuwa uwanjani kwa shilingi 150,000 pekee. VIPA itakuwa ni shilingi 30,000. VIPB itakuwa ni shilingi 20,000. VIPC itakuwa ni shilingi 10,000 na mzunguko itakuwa ni shilingi 5,000. Mechi yenye hadhi kubwa kama hii, mechi yenye thamani kubwa kama hii, shilingi 5,000 ni fedha ndogo kweli kweli. Kwenda kuiona Simba hii, ndugu zanguni, kwa shilingi 5,000 ni hela ndogo kweli kweli, ni kuidhulumu na Simba yenyewe. Kwenda kumuona Kibu kwa shilingi 5,000 ni kuidhulumu na Simba yenyewe, lakini tunafanya hivyo ili kila mwana Simba aweze kumudu na tupate wana Simba wengi katika mchezo huu. Lakini kwa hadhi ya timu yetu hivi sasa, kwa thamani ya timu yetu hivi sasa, kwa ubora wa timu yetu hivi sasa, ndugu zanguni, kiingilio cha chini kabisa kwenye mchezo huu isingepungua 400,000, lakini kwa sababu tunataka kila mtu wale mema ya Simba, ndio maana tumeweka kiingilio cha chini kabisa shilingi 5,000. Ndugu zanguni wana Simba, mchezo huu kwetu ni mchezo wa maana kweli kweli, kwetu ni mchezo muhimu kweli kweli, kwetu ni mchezo wenye thamani kubwa kweli kweli. Ni mchezo ambao unakwenda kuandika historia nyingine ya kupendeza ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club. Ni mchezo ambao unakwenda kutu elevate
inakwenda kutupeleka juu zaidi mawinguni kwenye kiwango cha ubora barani Afrika. Tunakuwa ni katika miongoni mwa timu chache Afrika ambazo zina uhakika wa kufuzu back to back na kwenda hatua ya makundi. Afrika hii timu zenye uhakika wa kucheza back to back hatua ya makundi kwa kipindi cha miaka 7 mtawalia ni timu 2 pekee, ni Al Ahly pamoja na Mamelodi Sundowns. Watatu wanaoongezeka hapo ni Simba Sports Club, na sisi tumeingia kwenye huo mkumbo wa kuwa na uhakika wa kucheza hatua ya makundi kila mwaka. Sasa hii sio mechi ya kawaida, ni mechi ambayo inakwenda kutuongezea thamani kubwa kwenye klabu yetu, na ndio maana mwana Simba hautakiwi kwa namna yeyote ile kubaki nyumbani siku hiyo, na mwana Simba asitokee akaidharau hii mechi kwamba tumeshafuzu, tumeingia, tumeshinda goli 3, huyu Nsingizini hawezi kufanya chochote. Mwana Simba, ondoa hiyo mentality kichwani mwako na tutazame huu kama ni mchezo mpya. Tuangalie huu mchezo kama ni mchezo ambao hatujacheza mechi ya kwanza. 3-0 ya pale Eswatini tuifute kwenye vichwa vyetu, na badala yake mechi hii sisi kwetu tuhesabu ni 0-0. Twendeni tukatafute mabao mapya Benjamin Mkapa, twendeni tukatafute ushindi mpya, tujihakikishie kufuzu kwa heshima kweli kweli. Itakuwa haina maana yeyote tushinde kule bao 3, tuje hapa tufungwe bao 1 au 2 au warudishe zote twende kwenye matuta. Itakuwa ni fedheha ya kiwango cha juu kweli kweli. Sasa hatuko tayari kuiona hiyo fedheha ikitutokea. Kwa hii mechi sisi kwetu mpaka hivi sasa ni 0-0. Wao hawana goli na sisi hatuna goli. Twendeni tukatafute magoli tarehe 26. Na tunaweka wazi ya kwamba kwenye hii mechi mpaka muda huu sisi tumeshinda mechi ya kwanza, lakini hatujafuzu. Na kama hatujafuzu, maana yake tuna kazi kubwa ya kufanya, na kazi kubwa ya kufanya inafanywa na watu wote. Mashabiki wa Simba mnatakiwa kuja kwa wingi uwanjani, na mechi hii tunatakiwa kuijaza Benjamin Mkapa. Tuna muda mrefu sana, ukiachilia mbali mechi ya Nkana, tuna muda mrefu sana mechi ya kufuzu kwenda hatua ya makundi hatujajaza uwanja. Tuna muda mrefu sana ukiachilia mechi ya Power Dynamo ambao tulifuzu kutumia uwanja Benjamin, uwanja wa Chamazi. Of course ulijaa, lakini ule ni uwanja mdogo. Mechi hii ya kufuzu tunataka tuijaze Benjamin Mkapa, tuandike historia nyingine ya kwamba mechi ya kufuzu kwenda group stage Simba alijaza Benjamin Mkapa. Hatutakiwi kuzoea, hatutakiwi kuichukulia poa, hatutakiwi kwamba tumeshazoea group stage kwetu ni kawaida. Kwenye mpira hakuna kitu cha kawaida. Twendeni tukaijaze Benjamin Mkapa tarehe 26.